want you to know that the Lord is with us. Nataka ujue kwamba Mungu ako nasi. We are not alone. Hatuko peke yetu. And we will never be alone. Hatutawahi kuwa peke yetu. The Lord is surely with us. Mungu hakika yunasi. Somebody shout hallelujah. Mtu aseme hallelujah kwa sauti. Amen. Amina. Let's go to the word of God. Tuingia kwa neno la Mungu. In the book of Zechariah, Kitabu ni cha Zakaria, chapter number 4. mlango wa 4. And we will read from verse number 1. Tutaanza na mstari wa kwanza. The Bible says, Imeandikwa, verse number 1. mstari wa kwanza. And the angel that talked with me came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep. Amen. Amina. Let me read it again. Jasome tena. And the angel that talked with me Malaika aliyenena nami came again alirejea kwangu tena, and waked me akaniamsha as a man that is wakened out of his sleep. kama aliyeamshwa kutoka kwa usingizi. Father, thank you again for this word and bless us in Jesus' name. Shukuru kwa neno hili, tubariki kwa jina la Yesu. My message this morning to you, beloved, is what do you see? Ujumbe wa leo, siku ya leo, ni ya kwamba wewe waona nini? What are you seeing? Wewe waona nini? In the midst of all that is going around us, Katikati ya yote ambayo yanaendelea what katika are mwetu, your eyes seeing? macho yako yaona nini? The scripture tells us Maandiko yatuambia, the angel of the Lord came to speak to the prophet Zechariah malaika wa Mungu alinena na nabii wa Mungu in Zakaria. the days when Zerubbabel was the governor in Israel Siku ambazo Zerubabeli alikuwa governor wa Israeli and Joshua was the high priest. na Yoshua akawa kuhani mkuu. And the Lord was going to speak to Zerubbabel through the prophet Zechariah. Na Mungu akanena na Zerubabeli kupitia kwa Zakaria nabii. And the Bible says, and the angel came again to Zechariah. Na Biblia inasema malaika akamrudia Zakaria tena. It's a great thing to experience the ministry of angels Ni jambo kuu kuwa na huduma ya malaika again and again. mara tena na mara As a tena. church, let's desire Kama kanisa tutamani to experience the ministry of angels kuwa na kuhudumiwa kwa malaika every now and then. kila mara na The mara. Bible tells us angels are ministering spirits. Biblia tuambia malaika ni roho wanaohudumu. Angels minister to us. Malaika wanatuhudumia. Angels deliver the message of God to us. Malaika analeta ujumbe wa Mungu There kwetu. is the angel that ministered the word of God to Mary concerning the birth of Jesus. Ni malaika aliyonena neno la Mungu kwa Maria kuhusu But Yesu. angels also protect us. Na pia malaika wanatulinda. So may we experience the ministry of angels again and again. Na tuweze kuhudumiwa na malaika kila wakati. And the Bible says, and the angel waked Zechariah up Biblia inasema malaika akamwamsha as a Zakaria man that is wakened out of his sleep, kama mtu aliyeamshwa kutoka usingizi, for us to experience and hear what God is speaking to us. ili tusikie na kujua yale Mungu ananena There nasi. is need for an awakening. Kuna hitaji la kuamshwa. There is need for us to wake up from sleep. Kuna hitaji la kutoka kwa usingizi. There is a need for a spiritual awakening, Kuna hitaji la kuamuka kiroho, that we may be able to hear the Spirit of God, ili tuweze kusikia roho wa Mungu, that we may be able to hear what the angels of God are speaking to us. ili tuweze kusikia yale malaika wa Mungu ananena nasi. Especially at this time, Haswa wakati kama there are huu. many messages coming in our WhatsApps, Kuna ujumbe mwingi ambao tunakuja kwa mitandao so yetu, much on television, zaidi kwa televisheni, so much on our radios, zaidi kwa redio pia, so much on WhatsApp. zaidi kwa WhatsApp. Our phones are full of messages. Simu zetu zimejawa na ujumbe. Listen to me, Church of Jesus Christ. Kizeni kanisa la Kristo The Yesu. greatest message that we should hear Ujumbe mkuu ambao tunahitaji kusikia is the message that comes from the Spirit of ni God. ujumbe kutoka kwa roho wa Mungu. And we can only hear that Na message tunaweza kusikia ujumbe huo tu whether by angels wakati malaika or by the word of God. kupitia kwa neno la Mungu We pia. can only hear that message Tunaweza kusikia tu ujumbe huo when our spirits are awake, wakati roho zetu ziko when we have woken up. wakati tumeamuka. Do not depend on messages Usitegemee ujumbe hizo that you hear on television ambazo unasikia kwa or televisheni on WhatsApp ama kwa WhatsApp or various means. ama wakati mahali popote kwa nisema. You are the very first person Wewe ni mtu wa kwanza that need to be awake in the Spirit ambao unafaa uwe umeamuka to kwa roho. hear what God says, Kusikia yale Mungu to anasema. hear what the angels are speaking Kusikia to yale you, malaika ananena nawe. and depend on what God says. Tegemee yale Mungu Do not anasema. depend
depend on what man says. Usitegemee mwanadamu. Depend on what God says. Tegemea yale Mungu anasema. Let me tell you, child of God. Acha nikwambie mwana wa Mungu. Your spirit can only be awake. Roho wako anaweza kuwa tu hai. If you soak yourself. Kama utajiingiza kabisa. In prayer. Kwa maombi. If you soak yourself. Ukijiingiza kabisa. In the word of God. Kwa neno la Mungu. If you soak yourself. Ukijiingiza kabisa. In the fellowship of the Holy Spirit. Shirika wa Roho Mtakatifu. If you soak yourself. Kujiingiza kabisa. In purity and holiness. Kwa utakatifu na usafi. These things will set you up. Mambo haya yatakuweka into a position mahala of hearing from God. Kusikia kutoka kwa Mungu. So Church of Jesus, kwa kanisa la Kristo, let us awake from slumber. Tukaamuke kutoka usingizi. Let us wake up like Zachariah was woken up. Tukaamuke jinsi Zakaria alivyoamshwa. Let us wake up as a man that is woken from sleep. Tukaamuke kama yule aliyeamshwa kutoka usingizi. Let our spirits be alert. Wacha roho yetu iwe hai. Let our ears hear. Masikio yetu kasikie. Jesus said, Yesu akisema, let him that has the ear hear what the Spirit says. Na masikio akasikia yale roho anasema. Let us be awake. Wacha tuwe to hear what God says. Kusikia yale Mungu anasema. Revelation 1 and verse 10 says, Ufunuo 1:10 asema, I was in the Spirit. Nilikuwa kwa roho. That is John. Huyo ni Yohana. In the island of Patmos. Mahala pa Patimo. Apostle John. Hapo Yohana. In the island of Patmos. Akiwa kwa kiziwa cha Patimo. He said, I was in the Spirit. Asema nilikuwa kwa roho. On the Lord's day. Kwa siku ya Bwana. On the Lord's day. Kwa siku ya Bwana. For us to hear. Kwetu sisi kusikia. What God is saying. Yale Mungu ananena nasi. We must be awake. Lazima tuwe tumeamuka. And be tuned to the Spirit. Tuwe kwa kweli kwa Roho Mtakatifu. On the Lord's day. Kwa siku ya Bwana. Let me tell you, church. Wacha nikwambie kanisa. Today. Leo hii. You will not say, utasema, maybe the Lord will speak to me tomorrow. Pengine Mungu atanenea kesho. Or another day. Ama siku nyingine. I want you to know. Nataka ujue kwamba this is the day. Hii ndio siku that the Lord has made. Ambayo Bwana ameifanya. This is the day to hear him. Hiyo ndio siku ya Bwana kusikia. So prepare your spirit. Kwa hivyo andaa roho yako. To hear him every day. Kumsikia kila siku. Oh, John says I was in the Spirit. Yohana anasema nilikuwa kwa roho. On the day of the Lord. Siku ya Bwana. And when he was in the Spirit. Na wakati alikuwa kwa roho. He says I heard. Asema nilisikia. Behind me. Nyuma yangu. A great voice. Sauti kuu. As a trumpet. Kama tarumbeta. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Everyone will tune himself to the Spirit of God. Yote ambaye amejiweka sawa na roho Mungu. Will clearly hear the voice of God. Wazi wazi atasikia roho wa Mungu. As loud as a trumpet. Akisikia wazi kwa sauti kama tarumbeta. It shall be clear and it shall be sound. Itakuwa wazi kabisa kwa sauti. As a trumpet. Kama tarumbeta. There shall be no confusion. Hakutakuwa na kutatanishwa. We shall not be tossed to and fro. Tutapelekwa hapa na pale. We shall not be taken on this side and on the other side. Tutaondolewa mahala petu. By the things that are happening around us. Mambo ambayo yanafanyika karibu nasi. But we shall hear the word of God. Lakini tutasikia neno la Mungu. We shall hear the voice of God. Tutasikia sauti ya Mungu. And then shall we be established. Nasi tutaimarishwa. We shall hear his as cloud. Tutamsikia wazi. As loud. Kwa sauti. As a trumpet. Kama tarumbeta. In our hearing. Kwa kusikia. Somebody shout glory. Tuseme utukufu. Ephesians 1 and verse number 16. Efeso 1:16. Paul prays to the Ephesians. Asema sifa kwa he says, asema, I cease not to give thanks for you. Mimi sijakoma kushukuru Mungu kwa ajili yenu. Making mention of you in my prayers. Kiwataja kwa maombi yangu. And this is the prayer that I pray for you. Haya ndio maombi nawaombea. That the eyes of your understanding. Kwamba macho ya kuelewa kwenu. May be enlightened. Ikafunguliwe. In other words, that you continually kwa maneno mengine kuendelea be tuned to the Spirit of God. Kuendelee kusikiza your inner man, your inner spirit. Mtu wa ndani, roho wa ndani. Be tuned to the Spirit of God. Akawekwe wazi kwa roho wa to Mungu. hear God. Kumsikia Mungu. That you may know ili mkajue what is the hope of your calling. Ambaye ni tumaini la mwito. What is the hope of your calling? Tumaini la mwito wenu nani? Many people are losing hope. Watu wanakosa tumaini nje. Because they can't hear God. Kwa sababu hawezi kumsikia Mungu. Instead they are hearing problems. Lakini wanasikia shida tu. Instead they are hearing sickness. Lakini wanasikia magonjwa tu. Instead they are hearing problems around. Shida kila mahali. But my beloved, lakini wapendwa, Paul the apostle prayed. Paula naomba. And I pray for you as you hear this message. Pia mnaosikia ujumbe huu. I pray as you hear this message. Naombeni mnaosikia ujumbe huu. That your eyes may open. Kwamba macho yenu ikafunguliwe. That you may hear what God is saying. Kwamba mkasikie yale Mungu anasema. And know what is your hope. Na mkajue tumaini lenu ni lipi. What is the hope of your calling? Tumaini la mwito wenu nani?
Is it destruction? Je, ni uharibifu? Is it hopelessness? Je, ni kukosa tumaini? Is it to be forgotten? Je, ni kusahaulika? No. La hasha. You need to hear God Lazima ukamsikia and know Mungu what He's saying. na ukajua anasema What nini. is the hope of your calling? Tumaini la mwito wenu ni nini? Why did He call you? Kwa nini alikuita wewe? Why are you born again? Wewe kwa nini Why umeokolewa? are you called a child of Kwa God? nini waitwa mwana wa Mungu? And what is the riches of His glory? Na utajiri wa utukufu wake ni upi? Of His inheritance in the saints? Wa utajiri kwa watakatifu. What are the great glories? Utukufu huo mkuu ni upi? The magnitude of the glories Ukuu wa utukufu huo of the inheritance that you have wa urithi ulionao as a child of God. kama mwana wa In Mungu. other words, Kwa maneno mengine, as a child of God, kama mwana wa you Mungu have abundance uko na of utele inheritance wa urithi in Christ. katika Kristo. You can only know that Weza kujua hiyo tu if you are awake in the Spirit kama uko wazi to kwa hear roho God kusikia Mungu assuring you every day na kuhakikishia kila siku that you have inheritance, ya kwamba that you have a hope in your calling. na huyo ndio tumaini So, la Church of ukutano. Jesus, Kwa hivyo kanisa la Kristo, let us be awake. wacha tuwe wazi, Let our spirits be awake. wacha roho zetu ziwe zimeamka. Isaiah the prophet said, Isaya nabii akasema, awake, awake, O Zion. amkeni amkeni Zayuni, Awake, awake, O Zion. amkeni amkeni Come Zayuni, strengthen yourself. na mkajitie nguvu, Come put on your strength. na mkajivika I nguvu. announce to you, church. Na watangazieni kanisa, Awake, awake, church. amkeni amkeni Be kanisa, awake, Church of Jesus. amkeni kanisa la Kristo, That you may hear God. ili mkamsikie Mungu, That you may be strong in God. ili muwe mwenye nguvu Even as you hear Him. hata mnavyomsikia. Somebody shout glory. Tuaseme utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Now listen. Sikiza. After He spoke to Zechariah Alivyonena na Zakaria and awakened him to hear God. akamwamsha asikie Mungu. In verse number 2 he says, Mstari wa pili asema, Zechariah 4 verse number 2. Zakaria 4:2 He says, akasema, and said unto me, mwambie, what seest thou? wewe waona nini? In other Kwa words, maneno mengine, what are you seeing? wewe unaona nini? And church, this is what I'm asking you Na this morning. kanisa hili ndilo swali langu leo. My brother, my sister, Ndugu yangu, dada yangu, my friends that are hearing me, rafiki ambao mwanisikia, you that is watching this wewe program, ambao unatazama what kipindi are hiki, you seeing? wewe unaona nini? What are you seeing? Wewe unaona nini? Are you seeing hopelessness? Je, unaona kosa tumaini? Are you seeing darkness? Je, unaona giza? Are you seeing pain? Je, unaona uchungu? Are you seeing struggles? Je, unaona kung'ang'ana? What are you seeing in front of Wewe you? waona nini mbele zako? Are you seeing any hope? Je, waona tumaini lolote? Hear what God said to Zechariah. Kia yale Mungu anaambia Zekaria. What are you seeing? Wewe waona nini? And Zechariah answered and said, Na Zekaria akasema, I have looked. nimeona. In other words, he opened his spirit. Kwa maneno mengine alifungua roho He yake paid attention by his spirit. na akawa wazi kwa roho, And he was able to enter into the spiritual na akaweza dimensions. kuingia kwa viwango vya kiroho. He entered into the dimensions of the spirit. Aliweza kuingia viwango vya roho And he looked, na akatazama, and behold, na tazama a candlestick akaona mnara, of a candlestick of all of gold. akaona mnara wa dhahabu, A candlestick of gold. akaona mnara wa dhahabu. That is what Zechariah saw. Zakaria aliona hiyo. When he entered into the spirit, Alivyoingia kwa roho he never see trouble. hakuwa na shida. Remember, during this time, Kumbuka wakati kama huu they needed to build the temple in Jerusalem. walihitaji kujenga hekalu There were a lot of fears. Kulikuwa na uoga kweli, There were a lot of trouble. kulikuwa na shida mingi, There was a lot of need. kulikuwa na hitaji zaidi. They needed to gather together. Walihitaji kukusanyika But pamoja, people were scattered na watu walikuwa all wametawanyika over the place. kila mahali, Just like the church is scattered now. kama vile kanisa limetawanyika They sasa. didn't know what to do. Hawakujua la But kufanya. God said to his prophet, Ni Mungu akaambia nabii what wake, do you see wewe unaona nini in this time of calamity? wakati kama huu wa shida? What do you see Wewe unaona in nini this time of fear? wakati huu wa uoga? What do you see Wewe waona in nini this time nyakati hii when people are scattered all wakati over? watu wametawanyika kila mahali? What do you see? Wewe unaona nini? Zechariah said, Zakaria akasema, I see the candlestick. mimi ninaona kinara cha taa. Hallelujah. Hallelujah. What is this candlestick? Kinara hiki ni nini? The candlestick
was always put in the holy place, Kinara hiki cha taa kiliwekwa mahala patakatifu, just before the Holy of Holies. kabla ya patakatifu pa watakatifu. The Holy of Holies Patakatifu pa watakatifu is where God himself dwelt. ni mahala Mungu mwenyewe alidumu, It was the presence of God. kwani uwepo wa Mungu. But the candlestick Lakini kinara cha taa was put just before the Holy of Holies. kabla tu ya mahala patakatifu pa watakatifu. Why? Kwa nini? The candlestick Kinara hiki represented Jesus Christ. kilimwakilisha Yesu Kristo. It was made of gold, Kilitengenezwa kwa dhahabu, pure gold, dhahabu kamili, that was beaten and beaten and beaten. ambayo ilikuwa imetengenezwa So much beaten ikatengenezwa ikapigwa sana, until it became very pure. ikawa safi kabisa, A reflection of Jesus Christ ambayo inawakilisha Yesu Kristo. that was beaten and beaten on the cross. Akapigwa sana msalabani, So much beaten, akipigwa sana so much beaten zaidi to akapigwa. bear our sorrows, Leo hii ili abebe mchungu to wetu, carry our pains, beba uchungu wetu, to bear our fears, beba to uoga carry wetu, our afflictions, beba huzuni zetu, to carry our needs. beba mahitaji yetu. That was Jesus. Huyo ni Yesu alikuwa. And so when Zechariah said, Zakaria alivyoona, I see the candlestick, naona mnara wa taa, he was saying, alikuwa anasema, I see Jesus. ninaona Yesu, He is the door yeye ndio mlango that you pass through ambao tunapitia before you get to God ndio umfikie Mungu, in the most holy place. mahala patakatifu sana. So my brethren, Kwa hivyo wapendwa wangu, as Zechariah said, kama Zakaria alivyosema, I see the candlestick. ninaona kinara cha taa. In other words, Kwa maneno mengine, I see Jesus. ninaona Yesu. This morning, my beloved, Asubuhi ya leo wapendwa, I want to ask you, nataka niwaulize, what do you see? je, wewe waona nini? My prayer is Na ombi langu ni that your answer will come jibu lako litakuwa, and you will say, na utasema, I see Jesus. ninaona Yesu. I see Jesus Ninaona Yesu in the midst of my pain. katikati ya uchungu wangu. I see Jesus. Ninamwona Yesu. My friend, Ndugu yangu, you that is lying on the wewe bed, ambaye umelala kwa kitanda you hicho, that is sick in the house, wewe ambaye ni mgonjwa kwa nyumba, you that is in quarantine. wewe ambaye umewekwa Oh, kwa, how I pray this morning naomba asubuhi ya leo that when I ask this question kwamba ninavyouliza swali hili and say, what do you see? na kuuliza wewe waona That you will nini, have an answer. kwamba utakuwa na jibu, And your answer will be, na wewe utasema, I see Jesus. naona Yesu, I see the Son of God. naona mwana wa I Mungu, see the Savior. naona mkombozi, I see the Deliverer. naona mkombozi, I see the cross. naona msalaba. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I see Jesus. Ninaona Yesu. I see the work of the cross. Naona kazi ya msalaba. I see the finished work. Naona kazi iliyokamilika. I don't see trouble. Sioni shida. I don't see lack. Sioni ukosefu. I don't see joblessness. Sioni ukosefu wa kazi. I don't see losses of Sioni jobs. kupoteza kwa I kazi. don't see death. Sioni kifo. I see the cross. Naona msalaba tu. I see Jesus. Naona Yesu. I see the Redeemer. Naona I mkombozi. see the Savior. Naona mkombozi. I see my glory. Naona utukufu I wangu. see the lifter of my head. Naona inuaye kichwa I changu. see my Savior. Naona mkombozi I wangu. see my healer. Naona mponyaji wangu. I see my provider. Naona mpaji wangu. Oh, I see Oh, Jesus. unamwona Yesu. Somebody shout Jesus. Tuseme Yesu. Beloved, Wapendwa, I see Jesus. namwona Yesu. Glory. Utukufu. In the midst of what we are going through Katikati ya yote ambayo unaipitia as a church kama kanisa, and as a nation, kama taifa, I have a message for you. nina ujumbe kwa ajili I yako. see Jesus. Ninamwona In the Yesu. midst of all these things, Katikati ya mambo yote, the Son of God Mwana wa Mungu is still present. angali yupo. He is ever present Yeye ndiyo yuko kila at all wakati. times of need. Hata wakati wote wa He has hitaji. not left us. Yeye hajawahi He has tuacha. not gone Yeye away. hajawahi enda. I see Jesus. Namwona Yesu. I see Jesus. Namwona Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Where you are right now. Pote ulipo sasa hivi. Mama, where you are. Mama mahali ulipo. Baba, where you are. Baba mahali ulipo. Young man, where you are. Jana
tena mahala ulipo. Right there. Hapo Jesus is with you. Yesu yu nawe. He is right where you are. Yuko mahala ulipo. Just like Nathaniel, Kama Nathanieli tu. Jesus spoke to him. Yesu alimnenea. Jesus said to him, Yesu akamwambia, I had seen you nilikuwa nimekuona when you are seated under the tree. wakati ulikuwa umekaa chini. I say to you, Mama, nakwambia where you mama, are sitting now, mahala umeketi sasa. see Jesus. Muone Yesu. He's right there with you. Yuko hapo nawe. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Utukufu. Zechariah says, Zakaria akasema, behold the candlestick. tazama mnara wa taa. Jesus. Yesu. And on this candlestick Na kwa mnara were branches kulikuwa na matawi. on this side Pande hii, and on the other side. pande hii nyingine. What are these branches? Matawi haya ni yapi? These branches Matawi haya is the church of Jesus kanisa la Kristo that is connected ambalo to his limeunganika own body. kwa mwili wake. When you see Jesus, Ukimwona Yesu, you see the church. unaona kanisa. Let me speak to you, Wacha nikunenee. my brothers and Ndugu sisters. zangu, dada zangu, As you see Jesus, unavyomwona Yesu, you are in him. uko ndani yake. You are inside him. Uko ndani yake. You are connected to him. Unaunganika naye. You are part of him. Uko sehemu yake. You are inside Jesus. Uko ndani ya Yesu. Church, Kanisa, we cannot lose hope. hatuwezi kupoteza We tumaini. cannot be disgruntled. Hatuwezi kupanguliwa. We cannot separate ourselves. Hatuwezi kutenganishwa. We are connected to Jesus. Tumeunganishwa kwa Kristo. Jesus is life. Yesu Kristo ni uzima. We are connected to life. Tumeunganishwa kwa uzima The sisi. Bible says, Imeandikwa, in him Jesus ndani yake Yesu was life, kulikuwa na uzima, and that life na uzima huo was the light of men. ulikuwa ni mwanga wa wanadamu. And so as Zechariah saw, Jinsi Zakaria alivyoona the candlestick, mnara wa taa and in it were branches. na ukawa na matawi, I say to you, nakwambia Church of Jesus, kanisa la Kristo, do not be afraid. usiogope. You are connected to Wewe Jesus, umeunganishwa na Kristo, the life giver. apanaje uzima. Where you are Mahala ulipo in Jesus Christ, ndani ya Kristo Yesu, life is coming to you. uzima waja kwako, Healing is coming to you. unyaji unakuja kwako, Salvation is coming to you. ukombozi wako Deliverance is coming to you. ukombozi waja kwako, Healing is coming to you. uponyaji waja kwako, Lifting is coming to you. kuinuliwa kunakuja You kwako. are connected Wewe to umeunganishwa Jesus kwa Christ, Kristo Yesu, the life giver. apeanaye uzima. I say the life giver. Sema apeanaye So in uzima. the name of Jesus, Jina la Yesu Kristo, receive life. pokea uzima. Receive life. Pokea uzima. I say receive life. Sema pokea uzima. Ebagayagabaga shabalaya. Ropakashato bradiga. Receive life. Pokea uzima. The life from Jesus. Uzima kutoka kwa Yesu. Let that life Kama uzima huo flow into your body. wacha utiririke kwa mwili wako. If you are sick Kama wewe ni mgonjwa right now, sasa hivi, receive life pokea uzima and be na healed ukapone in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. If you are broken-hearted, Kama umevunjika moyo, receive life pokea uzima and be healed na ukapone in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. If you are in need, Kama unahitaji, receive life pokea uzima that is in Jesus ambao uko katika and Kristo Yesu, receive your na provision ukapokea kupata in the kwako name of kwa jina Jesus. la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hand and shout Glory. glory. Kuna useme utukufu. Glory. Tukufu. The Bible says Biblia yasema we are the branches sisi ni matawi and he is the vine. naye ni mti. He said, I'm the vine Asema yeye mzabibu and you are the branches. nanyi ni matawi. So what did Zechariah see? Kwa muda Zakaria aliona nini? He saw the branches Aliona matawi tu connected to the vine, ambaye imejiunganika kwa the Lord mzabibu, Jesus. ambaye ni Bwana Yesu. Let mwenyewe. me speak to you, church in Kenya, Wacha nikunenee kanisa the Kenya. church of Jesus. Kanisa la Kristo. You are not hopeless. Haujakosa tumaini. You are not disgruntled. Wewe haujapanguliwa hivi. You are not hopeless. Haujakosa tumaini. You are not dying. Haukufi. You are not empty. Wewe hauko You are the branches. wewe ni matawi. You are connected to Jesus, Umeunganika kwa Kristo the Yesu, vine, ambaye ni the mzabibu, good shepherd, ambaye mchungaji mwema, the master of compassion, ambaye ni Bwana wa the rehema, healer. ambaye ni You are mponyaji, connected to him. ambaye umeunganika kwa. Somebody shout hallelujah. Seme hallelujah. And the Bible says, Imeandikwa and on these branches, kwa matawi haya, on top of each branches, juu ya kila tawi was a bowl
kulikuwa na bakuli, and each bowl na kila bakuli hili was shining with the light. ambalo lilikuwa linang'ana mwangaza, Was shining with the light. kweli linang'ana mwangaza. That is the church Hiyo ilikuwa ni kanisa that is connected to ambalo Jesus. limeunganika na Kristo. This church Hiyo kanisa is not a dark church. si kanisa la giza. This church Hii kanisa is not a dark si church. kanisa la giza. Who is the church? Kanisa nani? It is you, Mary. Ni wewe Maria. Is you, Susan. Wewe Susana. Is you, Mutua. Ni wewe Mtua. Is you, Brother Ni Onyango. wewe. Is you, Brother Tom. Ni wewe ndugu Tom. Is you, Brother Peter. Ni wewe Peter. Is you, Brother Isaac. Ni wewe Isaka. Is you, Brother Ken. Ni wewe Ken. Is you, Brother Jeff. Ni wewe Jeff. Is you, Milton. Ni wewe Milton. You are the church, Wewe ndio kanisa. and you are connected to Nawe Jesus. umeunganika kwa Kristo. I have good message for you. Nina ujumbe kwa ajili When the yako. whole world is troubled, Kanisa the whole world is in pain, ulimwengu wote kwa uchungu. I have this good message for Nina you. habari njema kwa ajili Your yako. light is still shining. Mwanga wako ungali unang'aa. Hallelujah. Hallelujah. Why? Kwa The nini? Bible says Imeandikwa Jesus Christ Yesu is Kristo the lamp to your feet ni mwanga kwa miguu yako and the light to your na path. mwangaza kwa njia The zako. Bible says Imeandikwa in him is life, ndani yake kuna and uzima, that life na uzima huo is your light. ukawa ni mwangaza. So wherever you are, Kwa hivyo popote ulipo, darkness giza will not come near you. haiwezi kusongea. Darkness Giza will not overshadow you. haiwezi The kukuzingira. Bible says Biblia inasema darkness could not comprehend it. giza halingeweza kuishinda. I say to you, Nakwambia darkness may engulf the whole world. giza inaweza kujaa kila mahali. Darkness may engulf the whole Giza world. inaweza kujaa kila mahali. But the church of Jesus, Lakini kanisa la Kristo, the light mwanga that comes ambao waja from the life kupitia kwa uzima of Christ wa Kristo will continue utaendelea to shine kung'aa over your life, juu ya maisha yako, over your juu ya house, nyumba yako, over your juu business, ya over biashara your zako, job. juu ya kazi I yako. stand on this pulpit Nasimama kwa madhabahu and I haya, prophesy ninatabiri kwako in the name of Jesus, jina la Yesu Kristo, the life in Christ uzima ndani ya and Kristo the light of Christ na uzima wa Kristo to shine in your life, ng'aa juu ya maisha yako, will shine in your family, ng'aa juu ya jamii yako, will shine in your health, utang'aa juu ya kichwa yako, will shine in your business, utang'aa juu ya biashara zako, will shine on your path. utang'aa juu ya njia yako Wherever you go, popote uendapo. darkness Giza will not comprehend this light. halitashinda mwanga huu. In the name of Kwa Jesus, jina la Yesu I Kristo make a decree. natangaza leo hii, I make a decree. natangaza Your light will not go off. mwanga wako hautazimika, Your light will not go off mwanga wako hautazimika day and night. usiku na In mchana. the name of Kwa Jesus, jina la Yesu you Kristo shall not die. hautakufa. I prophesy, Natabiri you shall not die. hautakufa. Corona will not kill you. Korona haitakuwa, Cancer will not kill you. kansa haitakuwa, Heart disease will not kill you. ugonjwa wa moyo hautakuwa, No manner of calamity hakuna aina ya maradhi will yote kill you. itakufikia. But in the name of Jesus, Lakini kwa jina la Yesu you shall live utaishi to declare tangaza the goodness of God wema wa Mungu in the land of the living. nchi ya waishio. You shall live Utaishi to see kuona the goodness of God wema wa Mungu in the land of the living. nchi ya waishio. If you believe it, shout, I receive it. Sema napokea. Shout, I receive it. Pokea. Hallelujah. Hallelujah. That light was shining, Mwanga ulikuwa unang'aa, shining. king'aa. And I say, Na nasema this light will continue to mwanga huu shine utaendelea kung'aa tu upon the children of juu God ya wana wa Mungu day and night. usiku na And mchana. because the light shines in the church, Kwa sababu mwanga unang'aa kanisani, the church will light the nation. kanisa litaangazia taifa. The nation will not perish Taifa halitaangamia because the church is kwa here. sababu kanisa liko hapa. If you believe it, shout amen. Kama waamini sema amina. The other thing that Zechariah saw, Jambo lingine Zakaria aliona, he said, asema on besides the candlestick, upande huu wa mnara huo, next to the branches, karibu na matawi, on this side upande huu mwingine, and on the other side, upande huu mwingine he saw olive trees. aliona mti ya mzabibu. Olive tree on this side Aliona miti ya mzabibu pande hii, and olive tree on the other side. pande nyingine. Why olive tree? Kwa nini hiyo mzabibu? Let me speak to you, church. Wacha ninene nawe. Let kanisa. me speak to you, church. Wacha ninene nawe kanisa. Olive tree Miti ya mzabibu is on one side of the church. kwa pande moja kanisa, Olive tree
mti wa mzabibu is on the other side of the upande huu church. mwingine wa kanisa, And in the middle hapo katikati is Jesus Christ. Yesu Kristo. What is the olive tree? Mzabibu huu ni upi? Those bowls, the bowls Hizo bakuli in the holy place mahala patakatifu upon the candlestick, juu ya mnara wa taa, they were always fed kila mara uliwekwa by oil mafuta from the olive tree. kutoka kwa miti ya mzabibu, And that oil na hiyo mafuta kept them burning and burning, ilifanya mwanga uendelee lighting and lighting, na uendelee kung'aa, lighting and lighting. kuwaka na kung'aa. So what does this oil mean? Mafuta haya maanisha It nini? represents Yawakilisha the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, and it's not temporary. na si ya muda That mfupi. is why it was a tree Ndiposa ilikuwa ni mti that was standing, ambao ulikuwa that was umesimama, planted ambao umepandwa on this side upande huu and on that na side. upande huu mwingine. What does that tell you? Yasema nini That kwako? tells you, my brother, Yakwambia ndugu yangu, of the permanency, ambao hali ya kudumu, the permanency hali ya kudumu of the Holy Spirit Roho Mtakatifu planted ambayo imepandwa in the church kanisani day and night, usiku na mchana, week and month, juma na miezi, year and year. miaka na The miaka. Holy Ghost Roho will Mtakatifu never leave the church. hata wacha The kanisa. Holy Ghost Roho Mtakatifu will never depart from the hawezi church. kuacha The kanisa. Holy Ghost Roho Mtakatifu will continue ataendelea to pour himself in kujimwakilia the church kwenye day kanisa, and night, usiku na mchana, so that the church ili kanisa can continue likaendelee to shine. kung'aa. Hey! Hey! The church will Kanisa continue litaendelea to shine kung'aa by the power kwa nguvu of the Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Rabalagayana mandala bradashka. Sekelebo. Glory. Utukufu. This church Kanisa hili will continue litaendelea to tu mount up kuendelea kwenda with juu power na nguvu and with strength na uweza because of the Holy kwa Ghost sababu ya Roho Mtakatifu. pouring in and in, Mwaka kila wakati, in and in, mwaka ndani kumwaka day ndani, and night usiku na in mchana the church. kwa kanisa. And let me tell you, Lakini acha nikwambie, as long as the Holy Ghost mradi Roho Mtakatifu is working in the church, anafanya kazi kanisani, the church will continue kanisa litaendelea to be revived, kuwekwa nguvu revitalized, na kuwekwa nguvu tena, and be effective na litaendelea kuwa na nguvu kufanya and kazi powerful. na kuwa na nguvu kabisa. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. And where the Holy Ghost Na broods, mahali Roho Mtakatifu yuko, there is power. hapo kuna nguvu. Hallelujah. Haleluya, There is power. kuna nguvu hapo. Where the Holy Ghost broods, Mahali Roho Mtakatifu anakaa, there is healing. hapa kuna Where uponyaji. the Holy Ghost broods, Mahali Roho Mtakatifu there anakaa, are signs and hapa wonders kuna ishara na and miujiza miracles. na maajabu. You all know Unajua in the book of Acts, kwa Matendo ya Mitume, when the Holy Ghost wakati Roho Mtakatifu brooded upon the church, alikaa juu ya kanisa, my brothers and sisters, ndugu zangu, dada there zangu, were unusual miracles. kulikuwa na miujiza ambayo si ya There were kawaida. unusual miracles Kulikuwa na miujiza isiyo ya by the kawaida hand of the apostles. chini ya mitume, So much zaidi that even the handkerchief hata vitambaa vyao tu that came from the ambavyo apostles vilitoka kwa mitume healed the people. viponya Their wagonjwa, clothes nguo zao healed the people. vilipofua watu, viliponya Their watu, shadows vifuli vyao tu healed the people. ponya watu. I say to you, Nasema kwenu, the Bible says, Biblia inasema where sin abounds, kwa mahali dhambi zipo, grace abounds neema inadumu even more. hata zaidi. I can say to you, Naweza kuambia tena, the Holy Ghost Roho Mtakatifu is being poured yanamwagwa in the church kwa kanisa right now sasa hivi more zaidi than when we first believed. kuliko tangu The Holy tulivyoamini. Ghost Roho is Mtakatifu working in the church anafanya kazi kanisani right now sasa hivi more than when we first believed. zaidi kuliko vile tuliamini. Therefore, Kwa hivyo I believe, naamini as a church, kama kanisa we are going to experience tunaenda kuona unusual miracles, miujiza isiyo ya kawaida, signs, ishara, wonders, maajabu, miracles, miujiza, mighty miracles, miujiza mikuu, because of the Holy kwa Ghost sababu ya Roho Mtakatifu that is working in our ambaye midst anafanya kazi katikati every yetu day. kila siku. Hallelujah. Haleluya. I prophesy, Natabiri kwa Jesus, jina la Yesu, wherever you are, mahala ulipo, by the move of the Holy kwa Roho Ghost, Mtakatifu,
where you are right now, hala ulipo, may you receive wewe na ukapokee unusual miracles. miujiza isiyo ya kawaida, May you touch na ukaguze unusual miujiza miracles. isiyo ya kawaida. Ikabayaganda, Ropreshkatobradiga, Leberedegeskaya. May the power Kwa nguvu that is at work here inatenda kazi hapa in this sanctuary kwa kanisa hili rest upon you kae juu yako in the name of Jesus. jina la Yesu In the Kristo. name of Kwa Jesus, jina la Yesu let Kristo. this power Wacha hizi nguvu touch your body, kuze mwili wako, touch your house, kuse nyumba yako, touch your family, kuse jamii yako, wherever you are. popote ulipo, Experience ukapate the kuona miracles miujiza that come ambayo by inakuja the Holy Ghost Roho Mtakatifu in the name of Jesus. jina la Yesu Kristo. Church, Kanisa, what do you see? unaona nini? Be like Zechariah Kuwa kama Zakaria and say, na I ukaoseme, see Jesus. ninaona Yesu, I see the Holy Ghost. naona Roho Mtakatifu, I see the power of God. naona nguvu za Mungu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. In the book of Matthew chapter number 14, Mathayo 14 if you read from verse number 22, kianzia mstari wa 22, Jesus sent his disciples Yesu akatuma wanafunzi wake to cross the sea kuvuka bahari and to go to the other side. kwenda upande mwingine. He's the one who sent them. Ni yeye aliyewatuma. They were sojourners. Walikuwa wasafiri tu. What does that mean? Yamaanisha It's like us today. ni kama sisi leo hii. We are not on our own Sisi hatuko kivyetu in this journey. kwa safari hii. We are in a journey Sisi tuko safarini that is orchestrated ambayo imepangwa by Jesus na himself. Yesu mwenyewe. Are you hearing me, Je, church? mwanisikia kanisa? Are you hearing me? Je, mwanisikia? Just like the children of Israel, Kama wana tu wa Israeli when they left Egypt wakati walitoka Misri to go to the Canaan, the promised land, kwenda kwa nchi ya ahadi, they were not on their own. hawakuwa kivyao, They were sent. walitumwa. They were sent by God. Walitumwa na Mungu. That is why the Bible says Posa Biblia inasema that Jesus kwamba Yesu was the rock alikuwa mwamba that was with Israel ambao alikuwa na in Israeli the wilderness kule jangwani, as they journeyed. kama walivyokuwa So listen to me, church. Wacha sikiza As they kanisa. journeyed in the wilderness, Walivyokuwa wanaenenda kule jangwani, they were not alone. hawakuwa peke yao. God was with them Mungu alikuwa nao and made Moses na akafanya Musa to see Jesus, kuona Yesu the rock. mwamba. So I say to you, Kwa hivyo nawaambieni, as we journey, tunavyosafiri, as we go together, tunavyoenda pamoja, may your eyes open, wacha macho yako even ikafunguke, in wilderness, hata jangwani, even in times hata wakati of trouble. wa ugumu, May your eyes open macho yako to ikafunguke see the rock of kuona ages, mwamba imara. Jesus, Yesu in the wilderness. jangwani. Hallelujah. Haleluya. You are not on your own journey. Hauko kivyako safari. You are in the journey of Uko kwa Jesus. safari ya Kristo Yesu. Hallelujah. Haleluya. So Jesus said to his disciples, Yesu akawaambia wanafunzi, cross over to the other side. keni ng'ambo ile ya pili. And they began the journey. Kaanza safari. But the Bible says, Lakini Biblia inasema as they went on the journey, walivyoenda hivyo na there safari, was turbulence. kukawa na mawimbi, There was trouble. kukawa na shaka, There were storms. kulikuwa na mawimbi makuu, There was trouble. kulikuwa na shida Just as we face today, kama tunavyoshuhudia leo hii. there was trouble. Kulikuwa na shida. Hallelujah. Haleluya. And the Bible says, Na Biblia and inasema the ship that they were in na chombo walichokuwemo was in the midst of the sea ilikuwa katikati ya bahari and was tossed with na waves kikapelekwa huku na huku na because the mawimbi, wind was contrary. sababu wimbi lilikuwa kinyume. Child of God, Mwana wa Mungu, you may be feeling unaweza kuwa unahisi like the wind is contrary to kama you. mawimbi yako kinyume chako kabisa. Everything is contrary. Kila kitu ni kinyume chako But kabisa. listen, the Bible Lakini says, sikia Biblia isemaje? in the midst of that turmoil, Katikati ya shaka hiyo, at the fourth watch of the night, walisali la 4 usiku, Jesus went Yesu unto them. akawaendea. Hallelujah. Haleluya. As the wind was contrary Wakati wimbi lilikuwa in kinyume the chao, journey kwa safari hiyo to cross over, kuvuka bahari kwenda and ng'ambo they pili, felt every trouble, wakahisi kila shida hiyo, Jesus walked there. Yesu akafika pale. Listen to me. Nisikize, You are not alone. hauko peke yako. As you face Unavyokabiliana everything against kila you, kitu kinyume chako, the Son of God mwana wa Mungu
wangu Jesus Christ Yesu Kristo has walked right where you are. ametembea kasonga karibu nao. He has not left you alone. Ujue tu hauko peke yako. He has not left you alone. Hajakuacha peke yako. As he sent you Alivyokutuma from the beginning, tangu mwanzo. he's walking with you. Yeye anaenenda nawe. He came right where they were Alikuja mahala walikuwa to show kuwaonyesha that he never leaves us alone. kwamba hatuachi peke yake. Hallelujah. Hallelujah. Verse number 26 says, 26 asema, hallelujah. hallelujah. The disciples saw him walking on the sea, Wanafunzi wakamwona akienenda juu ya maji, and they were troubled, wakaingiwa na wasiwasi, saying, wakasema it is a spirit. huyo ni roho And they kabisa. cried out for fear. Wakalia kwa uoga. Beloved, during such moments, Wapendwa, wakati kama huu fear can grip our hearts uoga waweza kuingilia mioyo yetu if we don't focus our eyes on Jesus. tusipomtazamia Yesu Kristo. Look at these disciples. Waangalia wanafunzi At this time of trouble, wakati huu wa shida, when the wind was contrary to them, wakati upepo ulikuwa kinyume chao, they removed their eyes from Jesus. walitoa macho yao kwa Yesu, They looked at the wind wakatazamia upepo and the huo storms. na mawimbi. And then instead, because of looking at the wind and the storm, Badala ya kwa sababu ya kuangalia mawimbi na upepo, instead of seeing Jesus, badala ya kuona Yesu, they saw evil. waliona uovu, They saw darkness. waliona giza, They saw pain. waliona uchungu, They saw death. waliona kifo. But I say that shall not be your portion. Ninakwambia hiyo haitakuwa sehemu That yako. shall not be your portion. Hiyo haitakuwa sehemu yako. In the name of Kwa Jesus, jina la Yesu I Kristo, cancel everything. nakataa kila Every voice that kila says sauti ambayo inasema trouble shida, and evil uovu and pain na uchungu and destruction na uharibifu and hopelessness, na kukosa tumaini. I cancel in the name of Nakataa kwa jina Jesus. la Yesu Kristo. And I say Nami nasema that your eyes wacha macho yako shall see Jesus. ikaone Yesu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says Biblia inasema Jesus Yesu saw their fear aliona uoga and wao, spoke to them akanena nao, and said to them, akasema be of good cheer. jihimizeni, It is I. ni mimi, Do not be afraid. usiogope. Church of Jesus, Kanisa la Kristo, I say to you, waambieni, be of good cheer. jihimizeni, Be of good cheer. tieni moyo, Do not be afraid. usiogope. Hey, Hey, church, kanisa, be of good cheer. jitie moyo, Children of God, wana wa Mungu, be of good cheer. jitie Hallelujah. moyo. Hallelujah. 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 Church of Jesus, Kanisa la Kristo, be of good cheer. jitie moyo, Do not be afraid. usiogope It lolote. is Jesus. Ni Yesu. Glory. Hallelujah. It is Jesus. Ni Yesu. In your bedroom is Jesus. Kwa chumba chako cha kulala ni In Yesu. your sitting room is Chumba Jesus. chako cha mamkuli ni Yesu. In the hospital is Jesus. Hospitalini ni Yesu. In your business is Kwa Jesus. biashara yako ni Yesu. It's not the devil. Si shetani. No, La. it's not the devil. Si shetani. It's not the dragon. Si shetani. It's not death. Si kifo. It's not pain. Si uchungu. It's not destruction. Si kuharibifu. It is life Ni uzima. in Jesus. Ndani ya Yesu. Somebody shout glory. Sema utukufu. Kenya. Kenya. Jesus says, Yesu asema kwako, in the midst of all this pain, katikati ya uchungu huu wote it is high. ni wakati. It is high. Ni Yesu. It is Jesus. Ni Yesu. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It's Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood has made me whole. My brothers and sisters, Ndugu zangu, dada zangu, it is Jesus. ni Yesu. It is Jesus. Ni Yesu. As we close at this point, Tunapofunga mahali hapa, I want to close by saying, nataka nifunge kwa kusema do not be afraid. usiogope. It is Jesus. Ni Yesu. It is not the devil. Ni si shetani. The devil cannot be in control. Shetani hawezi kuchukua usukani. The devil is not in control Shetani hayuko kwa usukani of this journey. wa safari hii. It is Jesus. Ni Yesu kwa The devil usukani. is not in control of the Shetani journey. hajachukua usukani It bado.
is Jesus. Yesu. The devil is not control of your life. Shetani atawale maisha yako. It is Jesus. Yesu. The devil is not control of your Shetani business. atawali biashara zako. It is Jesus. Yesu. The devil is not in control of your Shetani family. atawali jamii yako. It is Jesus. Yesu. It is Jesus. Ni Yesu. It is Ni Jesus. Yesu. We're going to stop this message here. Tutaachia ujumbe huu hapa. And we are going to continue next Sunday. Tutaendelea Jumapili ijayo. But as we close, Lakini tunapofunga, I want to pray for you. nataka niombe nawe. Wherever you are, Popote ulipo. you are in need. Kwa hitaji, You are in pain. kwa uchungu. You are broken-hearted. Moyo wako umevunjika kweli. You are in losses. Wewe una hasara You have kweli. lost someone precious to you. Umepoteza vitu vya dhamana kwako. You have lost something precious to you. Umepoteza kitu cha dhamana kwako. Whatsoever need you have, Hitaji lolote ulionalo, I want to pray with you nataka niombe nawe. as I let you know Ninavyokujulisha the kwamba devil is not in control. shetani hajatawala. The world system is not in control. Hali ya ulimwengu haijatawala. Even the government is not in control. Haja serikali No haitawala. one is in control. Hakuna mtu anatawala. Only Jesus, Ni Yesu tu. the Son of the living God, Mwana wa Mungu aishiye is in milele. control right Yeye now. ndiye yuko usukani. Jesus Christ Yesu Kristo. is in charge of your life Yeye right ndiye now. anatawala maisha yako Jesus sasa. Christ Yesu Kristo. is in charge of your house right Anatawala now. nyumba yako hata sasa. Jesus Christ Yesu Kristo. is in charge of your Yeye ndiye finances amechukua usukani wa now. fedha zako hata sasa. Now. Sasa hivi. Hey, His power is here. Nguvu zake ziko hapa. Lift up your hands. Inua mkono yako. My Father, Baba yangu, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu Kristo. I pray for my viewer Naombea watazamaji who is wangu listening right ambao now, wanasikiza sasa hivi. who is in pain, Ambaye anasikia uchungu. who has struggled in life, Ambaye ameng'ang'ana kwa maisha. who needs your help. Ambaye anahitaji I usaidizi pray wako. as your servant Naomba kama mtumishi in the wako. name of Kwa Jesus. jina la Yesu Let the Kristo. power Wacha nguvu that is in this altar, zilizo kwa madhabahu let the haya. grace Wacha neema that is manifest here ambayo inadhihirika hapa. enter into their homes, Ingia kwa nyumba zao. enter into their house, Kaingia kwa nyumba zao. enter into their lives, Kaingia kwa maisha yao. and break the chain Na of darkness, kuvunja nira ya giza. break the power of trouble, Kavunje nira ya shaka. break that wind that is contrary, Vunja hiyo pepo ambayo iko kinyume. destroy that pain, Yaribu ile uchungu. destroy that loss, Yaribu ya hasara. destroy that calamity Yaribu ile shaka yote. in the name of Jesus. Jina la Yesu Kristo. And my Father, Na baba yangu, let them know wacha wakajue it is you ni wewe. in the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. You that is sick, Wewe ambao uliye be mgonjwa. thou healed Pokea uponyaji. in the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. I see somebody, Ninaona mtu. it's like you have a tumor, Ni kama uko na you tumor. have such a terrible headache, Uko na kichwa kinauma you sana. feel your head is so heavy, Hisi kichwa chako kizito it's sana. like a tumor on your head. Kama uko na tumor kwa kichwa In the chako. name of Kwa Jesus, jina la Yesu Kristo. I speak healing to you. Tangaza I uponyaji. speak healing to you. Tangaza uponyaji kwako. Receive your healing Pokea uponyaji in the wako. name of Kwa Jesus. jina la Yesu I Kristo. see someone else Naona mtu mwingine. with ulcers. Ako na ulcer. Ulcers. Ako na The ulcer. Lord heals you. Bwana The anakuponya. Lord heals you. Bwana anakuponya. Receive your healing Pokea uponyaji wako. in the name of Kwa Jesus. jina la Yesu Kristo. You that is sick Wewe uliye mgonjwa on the bed, kwa kitanda I chako. speak to you. Na kutangazia. Receive your healing Pokea uponyaji wako. in the name of Kwa Jesus. jina la Yesu Kristo. Every sick person, Kila mtu mgonjwa. be healed. Pokea uponyaji. Be healed. Pokea uponyaji. Be Pokea healed. uponyaji. Be Pokea healed. uponyaji. Be Pokea healed uponyaji. in the name of Kwa Jesus. jina la Yesu Kristo. Everyone who has have losses, Kila mtu ambaye ako na ukosefu. the Lord restore to you. Bwana anakurejeshea. The Lord restore to Bwana you anakurejeshea. in the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Right now, Sasa hivi whatever need you have, taji lolote ulionalo I pray with you. kuombea The Lord meet your need Mungu akutane na hitaji lako wherever you are ala popote ulipo in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. In Jesus' Kwa name, jina la Yesu. receive your miracle. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Pokea muujiza wako. There it is. Pokea ndio huo. There it is. Ndio hiyo. There it is. Ndio huo. There it is. Ndio huo. There it is. Ndio huo. Take your miracle. Chukua muujiza Take wako. your miracle. Chukua muujiza wako. Take your Chukua miracle. muujiza wako. Take your miracle. Chukua muujiza wako. Take your Chukua miracle. muujiza wako. In Jesus' name. Jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Amina, amina. Hallelujah. 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 Now listen to me. Sikiza hii. Every eye closed. Kila jicho limefunga. You may have been listening to me. Unaweza kuwa umenisikiza.
and you have never received Jesus. nawe hujawahi mpokea Yesu, So you don't even know kwa hivyo hata hujui how to say jinsi ya kusema that it is Jesus. ni Yesu. My brothers and sisters, Ndugu dada, you can only know that Jesus is unaweza with you kujua tu ni Yesu ako nawe, and that you are connected to him kwamba umeunganika naye if you're born again. kama umeokoka. Listen to me, my viewer. Nisikize mtazamaji, At such time as this, wakati kama huu you don't know when the Lord Jesus will come. haujui Yesu anarudi siku And gani, when he returns, na akirudi hivi all the saved will be gone vyote vitaenda, and the unsaved will remain here vile vyote vitabaki for eternal fire. kwa ajili ya moto wa But the milele. saved will go to eternal life. Na wale waliokolewa wataenda kwa uzima wa milele. Won't you want to be one of the saved? Je, utaki kuwa mmoja wale wameokolewa? During this time of calamity, Wakati kama huu wa shida, the Lord Jesus Bwana Yesu will care for his house and his children. anajali nyumba yake na watoto wake. Don't you want to give your life to Je, Jesus? mpatie Yesu maisha yako? To be one of those children Uwe mmoja wa watoto wake that Jesus will say to, ambaye Yesu atawaambia it is I. ni mimi. If you want to give your life to Kama Jesus, unataka kupatia maisha yako Yesu, lift up your hands. inua mkono wako. The Bible says, Biblia inasema with your heart you believe, kwa moyo wako waamini and with your mouth you na kwa confess. kinywa chako unakiri. Now, because you believed, Na kwa sababu umeamini, I want to help you now to nataka confess. nikusaidie ukiri. Say, dear Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I come to you. naja kwako. I believe you Naamini wewe as my Lord kama Bwana and my Savior. na I Mwokozi. ask you, Na wakuuliza, forgive my sin. nisamehe dhambi zangu, Deliver me nikomboe from sin. kutoka kwa dhambi. Wash me with your precious blood Nioshe kwa damu yako ya dhamana and receive me na unipokee as your child. kama mwanao. I open my heart Nafungua moyo wangu and I receive you nami as nakupokea my Lord kama Bwana and my na Savior. Mwokozi wangu. Today, Leo hii I confess nakiri that Jesus Christ kwamba Yesu Kristo is the Son of ni God. mwana wa Mungu. I am saved. Nimeokoka. I refuse Satan. Nakataa shetani, I receive Jesus. nampokea Yesu. I am saved. Nimeokoka. Father, thank you Baba, for those asante who have given their life to kwa you. wale ambao They wamekupokea, are saved. wameokoka. Master, Bwana Mungu, help them never to backslide, wasaidie wasirudi but nyuma, help them to stay lakini pia wasaidie connected to wakae you wamejiunganisha today nawe and forever. leo na hata In the milele, name of kwa jina la Yesu Jesus. Kristo. Thank you, Father. Asante Baba. If you have given your life to Jesus Kama umempatia Yesu maisha yako and you don't belong to Christ Compassion na wewe si Ministry, wa Christ Compassion Ministry, I want to ask you to get our phone numbers na there nataka nikusi upokee namba zetu za simu and hapo call us na utupigie so simu that we can help you. ili Our tukakusaidie. numbers right there on the screen. Namba zetu ziko pale kwa Call television, us. tupigie. Or you can go to our Facebook Na there. wewe unaweza kwenda kwa Send a Facebook yetu. message on that Facebook Tuma ujumbe kwa Facebook and someone will call you na back. mtu atakupigia We will simu. pray with you Tutaomba and pamoja we will nawe let you know na tutakusaidia how to tukujulishe connect with Christ Compassion jinsi ya Ministry. kuunganika na huduma You hii. can also go Na pia weza to kwenda our website kwa website yetu www.christcompassionministryk.org and our Facebook Christ Compassion Ministry. God bless you Mungu awabariki in Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. And now, beloved, Wapendwa, as we close the service, tunapofunga ibada, please prepare yourself to give your tithes and your bali offerings. ujiandae kutoa fungu lako la 10 na sadaka zako pia. So go to your phone Kwa hivyo chukua simu yako, and our pay bill numbers, as you know, na pia nambari yetu ya malipo jinsi it unavyojua is 753075. 753075. You can also send M-Pesa to our M-Pesa number Pia waweza kutuma M-Pesa yako kwa hiyo nambari unayopewa 0727 701 712. Father, in the name of Jesus, I bless your people as they give their offerings freely. Lord, as a honor to your word, that we honor you with our tithes and our offerings. Now, as they give their offerings through their pay bills and through the M-Pesa or transfers into the banks, whichever way they do, Lord, bless them. Increase their income. Cause their supply never to cease. In Jesus' name we pray. Amen and amen.